kupata ujumbe wa tumaini kwenye Tumaini TV. Jambo tena mpendwa katika Kristo. Tunashukuru tunapokukaribisha kwenye jamaa letu Kuna Tumaini TV, na tunakushukuru unapokuwa mwaminifu kwa kusikiliza mafundisho ambayo tunaitoa kwenye channel hii, na tunasema Mungu akubariki. Ila kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza anapotufuata kwenye channel yetu Kuna Tumaini TV, tunakuomba upate kujiandikisha, usubscribe kwenye channel yetu ili nawe uwe ukipata mafundisho kwa muda unaofaa. Tunakuwa na fundisho nzuri linalosema usiogope, wewe ni wa thamani sana. Usiogope, wewe ni wa thamani sana. Tunapoanza fundisho hili, tutamshukuru Mungu. Baba wetu mtakatifu wa mbinguni, tunashukuru tena kulitaja jina lako takatifu muda huu tunapokuwa na fundisho nzuri, na tunaalika Roho wako Mtakatifu kutuongoza katika fundisho hili. Huyo ambaye anajiunga nasi kusikiliza fundisho hili, umbariki mahali alipo, na baraka zako apate kuzishuhudia kwa wingi, na salama yako vile ikae pamoja naye. Tunaomba hayo tukiamini utatenda makuu katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tuna swali ambalo tutakuuliza unayotufuata kwa muda huu. Unajua kwamba una thamani kubwa mbele za Mungu? Unajua kwamba una thamani, ama wewe ni wa thamani kubwa sana mbele za Mungu? Unajua kwamba Mungu anakujali? Unajua kwamba Mungu hawezi akakusahau katika maisha yako yote? Unajua kwamba Mungu anakujali? Ikiwa hujui ama una mashaka, lakini ondosha mashaka, ujue kwamba Mungu anakujali. Jambo la kwanza, mtu ni wa thamani kubwa mbele za Mungu. Mungu hawezi kumsahau hata kidogo. Mungu hana hata dakika moja ya kumsahau mwana wake. Katika mahitaji, katika majaribu, Mungu hawezi kuwa kimya. Wana wake walipojaribiwa katika siku zote walivyokuwa wakiishi, Mungu hakuwa akiwaachilia. Katika majaribu, wana wa Mungu walipokuwa na majaribu fulani maishani mwao, Mungu hakuwa akiwaachilia, lakini alikuwa akiwatumia nabii ili awatie moyo. Na sisi kwa sasa tujue kwamba Mungu anatujali. Wajamaa wako wanaweza wakakukataa, wajamaa wako wanaweza wakakudharau, lakini jua kwamba kuna yule ambaye hawezi akakudharau, yule ambaye hawezi akakuachilia hata kidogo. Katika jamaa yako unaweza ukakosa hata mmoja, hata mrafiki yule ambaye atakuacha katika upweke ulipokuwa katika hitaji ya ajabu, lakini kuna yule ambaye hawezi akakuachilia na kukusahau hata dakika moja. Tunaposoma Isaya sura yake ni ya 49 kwa shairi la 15, imeandikwa, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake
anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa wanaweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Amina. Mungu anasema mama anayemnyonyesha mtoto, je, anaweza kumsahau huyu mtoto ambaye anamnyonyesha? Jibu ni kwako. Lakini Mungu anasema ndiyo, kweli anaweza kumsahau. Jua kwamba wewe, Mungu hawezi akakusahau. Kuna watu ambao wanajaribiwa katika magumu, katika shida, katika hatari. Watu wengi wanajaribiwa. Nilimwona mama mmoja alipojaribiwa, ni kwa sababu alikuwa na magonjwa ya siku nyingi. Alijaribiwa, alipata watu waliompeleka mbali, hawakumpeleka kwenye hospital, lakini walimpeleka katika vyumba. Hivi vyumba haikuwa vyumba vya kawaida, haikuwa vyumba vya kawaida. Kuna watu ambao walikuwa wakijidai kwamba ni waonaji. Na sasa jaribu ya huyu ambaye alikuwa mgonjwa, walisema wewe kupona, usirudi tena nyumbani mwako. Parcele yako ama nyumba yako, nyumbani kwako kuna jambo mbaya ambalo limepandwa hapo, na ukirudi hapo hautapona katika maisha yako. Lakini nilipokutana naye, nilimpa tumaini, kumwonyesha kwamba Mungu ni pamoja naye, na katika woga wake akafikia hata mahali pengine, lakini alipokuwa na imani kwamba Mungu ni pamoja naye, na hata sasa amepona na anakaa mahali ambapo walimdanganya kwamba asifike hapo, kuna vitu vibaya. Mungu, hakuna kile ambacho ni kigumu kwake, hakuna kile ambacho kinashindikana, hakuna gumu ambayo ni gumu nguvu kwa Mungu. Katika hitaji zako zote, Mungu anasema zisipeleke imani yako mbali naye. Mungu anajua mahitaji yote, Mungu anajua mahitaji yote. Na shairi ambalo tumelisoma hapo mbeleni ni ahadi ya Mungu kwako na kwangu, kwamba hawezi akatusahau. Ni kusema wewe, Mungu anajua gisi uko hapo. Mungu anajua kwamba wewe ni pale. Mungu anajua mahitaji yako. Ndiyo maana jambo la pili, Mungu anajua mahitaji na magumu yetu yote. Hili tulifahamu. Mungu anajua magumu na hitaji yetu yote. Hitaji zako Mungu anazifahamu, magumu yako Mungu anaifahamu. Na sasa nakuomba haya yote yasikupeleke mbali. Ndiyo maana nasema katika Mathayo sura yake ni ya 6 kwa shairi la 31 na 32 imeandikwa, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana haya yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji haya yote. Mahitaji yako yote, shida zote, masumbuko yako yote Mungu anayafahamu. Na nasema usisumbuke. Nasema usisumbuke, usifadhaike kwa sababu ya mambo haya yote. Usifadhaike. Kuna wale ambao magumu yanaacha wanamsahau Mungu, lakini
usimsahau Mungu katika mahitaji yote. Hata kama una nyumba ya kupangia, hujanunua mahali pako pa kukaa, Mungu anajua haya yote, lakini anasema usisumbuke, usisumbuke. Kuna jambo moja la maana sana ambalo Mungu anatuonesha muda huu. Hitaji la Mungu la kwanza kwa kila mtu lifahamu vizuri. Mathayo 6:33. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mungu anatuomba imani kwake. Hakikisha wewe ni mwanamemba wa ufalme wa Mungu. Hakikisha umempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Hakikisha Mungu amechukua sehemu ya kwanza katika maisha yako. Na anasema haya yote mtazidishiwa, kwa sababu anafahamu kama wewe unahitaji nini, kama unaomba nini. Hata muda huu kuna yule ambaye anaweza sema, mbona mimi nimeomba ya kutosha, lakini Mungu hata hanijali. Usiwe na hofu, usiogope. Jambo ambalo tunakuomba, omba Mungu, omba Mungu. Kuwa na imani kwa Mungu. Unapoombea kazi na mipango yako, utumike pasipo uvivu. Kama ni biashara yako haikufaulu, kama kazi yako haikufaulu, kama haukufaulu katika mambo yako, usitumike na uvivu. Unapoombea kazi, biashara, kazi yako ya taxman, kazi yako yoyote ambayo inaitumika ya tekniki, usingoye baraka za Mungu unaposhinda ukilala kitandani pasipo kutumika. Usingoje baraka za Mungu unapolala kitandani kushinda na hautumiki, lakini tumika kwa juhudi. Mungu hata kama umemwomba, lakini tumika. Umeombea kazi yako, umeombea shida zako, umeombea mahitaji yako, lakini tumika. Omba Mungu baraka katika kazi yako. Maandiko matakatifu katika Mezali 12:27 imeandikwa, mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Nasoma haya kuonesha kwamba hata kama umeomba, unapoombea kazi zako, tumika na bidii. Usipotumika na bidii, hutabarikiwa. Lakini unapotumika na bidii, maombi yanakuwa na nguvu. Mungu anabariki hiyo kazi yako. Fundisho letu linasema Mungu anakujali. Fahamu kwamba Mungu anakujali. Usiogope. Usiogope. Wewe ni wa thamani sana mbele ya Mungu. Mungu anajua shida zako. Mungu anajua mahitaji yako. Unapoomba, uwe na imani kwa Mungu. Lakini hakikisha kwamba umemkubali Mungu, umempenda Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Na imani yako, tumaini lako ni kwa Mungu. Na tunaamini Mungu mwenye upendo wa pekee atazidi kukulinda na kukubariki katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Baba wetu mtakatifu, tunamwombea huyu ambaye ametufuata kwa karibu na kwa mbali, tukisema umbariki. Mkono wako wa baraka uwe naye.
katika kazi zake umbariki, kazi ya biashara, kazi ya ukulima, kazi ya ufugo, kazi ya teksi, kazi yote ya wana wako itazame, kila mmoja katika kazi yake umbariki. Wale wanaokuwa na mipango ambayo yamekawia hayalete matunda kwa haraka, vile tunahitaji baraka zako kwao. Kila mmoja katika magumu yake msikilize na umbariki, na tuwe ushuhuda wa baraka zako. Tunaamini umesikia maombi yetu katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tunashukuru unapokuwa mwaminifu siku zote kwenye familia yetu Kuna Tumaini TV. Tunaamini Mungu wa upendo na wa baraka atazidi kukubariki siku zote katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.